Yes, taarifa ambayo kwa sasa imeshika hatamu kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa ambayo inahusiana na baadhi ya timu kwenye ligi ya NBC Premier League. Timu 5 zimeunga mkono kutokucheza michezo yao ya mwisho ya ligi ya Tanzania bara NBC kwa sababu ya maamuzi mabovu yanayofanywa na marefali kwenye ligi ya Tanzania bara pamoja na viongozi ndani ya bodi ya ligi kutokuyachukulia maanani. Moja, timu hizo 5 ambazo kwa sasa hazijawekwa wazi zimeandika barua kwenda kwenye bodi ya ligi kuwapa taarifa ya kwamba hawako tayari kushiriki michezo miwili ya kumalizia ligi kuu ya NBC msimu 2025 mpaka pale watakapokuwa wamepewa majibu ya kile ambacho wanakiona hakipo sawa na hawatendewi haki kwenye ligi ya NBC kutokana na timu nyingi kufanyiwa ama kunyang'anywa haki yao kimchezo wanapokuwa wakicheza baadhi ya timu kwenye ligi ya NBC. Hapa hatujaitaja Simba Sports Club, hapa hatujaitaja Young Africans. Na hii imechagizwa na tarehe za dabi ya Kariakoo kama ambavyo bodi ya ligi wametangaza ikiwa zinakaribia, kwa sababu moja, tarehe 15 Juni ndio dabi ya Kariakoo ambapo Young Africans kauli yao na msimamo wao huko pale pale hawatacheza dabi hiyo. Lakini pia viongozi ambao ni wakongwe wa Young Africans, wazee wa Young Africans, wameweka wazi ya kwamba hawako tayari kucheza mchezo huo. Sasa kauli pia ambayo ilitolewa na Steven Mguto kwenye mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club wakati Simba kishinda 1-0 ya mchezo ambao pia ulizua taharuki kutokana na matokeo kwenda upande wa Simba, huku Singida wakionekana kunyang'anywa haki yao ya kunyimwa mikwaju miwili ya penalti kwenye mchezo huo. Lakini sasa Singida pia wakaandika barua kwenda kwa bodi ya ligi wakiwataka wapate ufafanuzi ni kwa nini maamuzi ya Helsa C yalikuwa ya upendeleo kwa upande wa timu ya Simba Sports Club. Majibu hayo yamepelekea shinikizo kubwa na umoja wa vilabu sasa ligi ya NBC kujitokeza ya kwamba kwa nini upande mmoja unakuwa ukinufaika mara nyingi zaidi kutokana na sheria 17 za mchezo kutokufuatwa kihalali. Sasa basi dabi imeibua tena gumzo jingine. Watu wanaweza wakahisi ni masiala, lakini ligi ya Tanzania bara tulipanda kwa kipindi kirefu mno. Sasa ni wakati wa kuporomoka kutoka juu na kurudi chini, kwa sababu mimi binafsi ligi kuu ya msimu 2024-2025 ndio ligi mbovu zaidi ambayo kwa misimu ya hivi karibuni ambayo imekosa uweledi katika uongozi, imekosa kutokuchukuliwa kwa sheria 17 za kimchezo, lakini pia kutokutendewa haki kwa baadhi ya timu za ligi ya NBC. Kitu hiki kimepelekea chagizo kubwa zaidi kwa timu nyingi kuona kama zinaonewa. Kumbuka timu kama Mashujaa walilalamika sana kwenye mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club. Singida vile kwa sasa wamelalamika, lakini sio hiyo michezo tu. Kuna michezo mingi ambayo imeibua lawama kubwa, lakini kwa wale ambao wanalalamika kwa sababu timu zao ni ndogo zimepeleka malalamiko na yameshindwa kufanywa kazi, kwa sasa wameamua iwalo na liwe. Wameandika barua, wamezipeleka kwenye bodi ya ligi wakiambia bodi ya ligi na viongozi ya kwamba kama hawatopata majibu yanayoeleweka hawako tayari kushiriki tena michezo miwili iliyosalia. Na hiki ndicho ambacho kilikuwa kinahitajika katika ligi ya Tanzania bara ili watu waweze kuadhibika na watu waweze kurejea katika kile ambacho walikuwa wakisubiria kwa hamu kwa kipindi kirefu. Mimi binafsi naunga hoja, lakini pia ninaunga mkono hivi vilabu ambavyo vimejitokeza kutokushiriki michezo yao ya mwisho, huku vilabu vingine vikipanga kuongezeka kutokana kwamba malalamiko yamekuwa mengi na uonevu umekuwa mwingi kwenye ligi ya NBC kutokana na maamuzi. Lakini wakumbuke kwamba ligi imebeba taswira kubwa. Kama haya yataendelea kufanyika, basi tunakwenda kuona ligi yetu ikishuka katika viwango vya ubora barani Afrika na kuweza kurejea chini. Je, wewe kama mdau wa soka, mfuatiliaji na ambaye unapenda kuona haki ikitendeka, hivi vilabu ambavyo vimeungana kwa sasa kwa pamoja kuenda kuishinikiza bodi ya ligi kutenda haki kutokana kwamba wamekuwa wakionea timu nyingi ambazo zimekuwa zikilalamika, na malalamiko yao sio kwamba huwa hawapeleki kwenye bodi ya ligi. Hapana. Unajua kuna watu hapo wanaweza wakawa nahisi kwamba Singida labda akionewa hawapeleki malalamiko yao kwenye bodi ya ligi, au timu nyingine zikionewa huwa hazipeleki malalamiko. Hata timu ndogo zimekuwa zikipeleka malalamiko yao kila wakati wanapohisi kutokutendewa haki. Lakini swala, je,
bodi ya ligi wanawatendea haki hizo timu, ndicho ambacho kinapelekea presha kubwa mwishoni mwa msimu huu, na mengi yanakwenda kuibuka, na hakika hili litang'oka na baadhi ya viongozi kwenye bodi ya ligi kwa Tanzania bara.